Yes, bado tunaendelea kuzungumza na mashabiki. Kama nilivyokuambia kuelekea mechi za CAF, tayari tumezungumza na shabiki wa Yanga na sasa hivi nipo na mwana Simba. Mwenye nchi, wananchi wametoka kuongea sasa hivi ni mwenye nchi. Petit, MC Petit behind the camera anaitwa Ignas Moshi. Naitwa Malkia Soka Witness Flavian. Tayari tuzungumze na MC Petit ambaye ni shabiki lia shabiki kindaki wa mnyama Simba. Ni kweli sana. Sio lia cheka. Unaona nafurahi. Cheka ya Simba. Bamutu Bakongo. Bamutu Bakongo bana Simba toza ensemble na ekpe munene, ekpe oyo sepelisa biso mingi. Wewe Petit, wewe shabiki wa Simba lakini unazunguka na jezi ya Dodoma Jiji. Kwa nini sasa? Sasa ukivaa jezi ya Dodoma Jiji panao kitu gani? Dodoma Jiji iko chini ya serikali. Kwa ukivaa timu ya Dodoma Jiji ni kama tu una support serikali ya Tanzania. Kwa hiyo umeipenda jezi au ni shabiki wa Dodoma? Dodoma Jiji pia timu yangu napenda. Are you from Dodoma? Pia uzi mkali sana. Uzi mkali. Hiyo ndio kitu. Mimi napenda kitu mzuri. Uzi mkali sana. Hawa Net Sport wametoa uzi mkali. Kwa lazima ndio naona natembea natamba nayo. Bien. Utaona nimevala hii. Siku nyingine utakuta kuna timu inaitwa Pamba pia ina uzi mkali na vaa. Ndio. Siku nyingine unakuta nauzwa na Mungo pale umetulia. Kama ni mzuri iko na vaa. Kama mzuri inavala kitu nzuri. Sasa hii ndio kati ambayo nimeona ukitoa timu yangu ya Simba Dodoma Jiji wana uzi mkali sana. Safi sana Petit. Nataka angalia. Mwanaume mwema. Kwa nini unajiita mwanaume mwema sasa? Ni kwa sababu mimi najitunza. Mimi tangu nazaliwa sijaila na mwanamke. Kikweli hii inatoka ndani ya moyo yangu. Mama Witness, tangu nazaliwa sijaila na mwanamke kwa sababu mimi bado siko naoa. Si kweli? No, bado siko naoa, nasubiri ndoa. Mungu akipenda labda hii mwaka ambao iko nakuja nitavuta mwanamke ndani. Sababu ile inaitwa tendo ya ndoa. Sasa sijaoa, nafanya juu ya nini? Sasa kwa nini una miaka mingapi? Mwaka tu ya vijana. Mwaka tu ya vijana, yani kwamba mimi ni kijana. Kwa hiyo natunza vulana wangu. Sasa ile inaitwa tendo ya ndoa, mimi sijaoa, nafanya juu ya nini? Hivi kwanza hata mtu ambaye unaenda kufanya naye ndani unakuwa unamwangaliaje? Hauna aibu. Unakuwa unamwambiaje? Unataka nini? Mbingu zinakuangalia. Kweli iangalie. Yani kwamba nakuwa namwambia yule mwanamke pa. Naomba nini? Kwa sababu ile ni tendo ya ndoa. Ile ni chakula ya wana ndoa, sio watu ambao wako nje. Ndio kwa mimi nimebaki na msimamo. Paka ndoa. Bora uchukue misai uniuo ni katikati mwili yangu. Wanugu yangu wasione, usizike iliyo hata na mamba. Peleka balini kuliko kulala na mwanamke kabla ya ndoa. Huwezi kabisa. Mama Witi siwezi, tagombana. Na hata mke wangu anikute mimi jinsi ambao niko, nimemtunzia yeye. Hata ambao uko na kutunzia wewe sijawahi hiyo kitu. Petit, tuongee masuala ya Simba. Tunaenda kucheza mkondo wa pili ikiwa ni siku ya Ijumaa. Mechi ya kwanza tayari tuliona Simba amepoteza nyumbani kwa goli 1-0. Pressure ya kupoteza mchezo nyumbani imekaaje kwa mashabiki? Kwanza niseme hamuna pressure, sasa sisi tushazoea hizo mchuano. Tushazoea hizo mchuano na ukiangalia hata tumepoteza kwa goli moja, ni goli ambayo unaweza kuitafuta ukaipata. Kwani kikosi chenu kinakwama wapi? Nafasi zinatengenezwa nyingi lakini hatukuona goli. Simba wanakwama wapi? Ni kushindwa tu kutumia nafasi. Hasa ukiangalia eneo ya ushambuliaji pale, Simba ilikuwa tuna shida eneo ya ushambuliaji, ndio maana tukadilisha ndogo, tukaleta watu mpya pale, lakini bado naamini wachezaji wazuri ukiangalia hata jinsi ambao wanacheza, ila bado sasa ile mazingira, mfumo hajafuatana mfumo kizuri. Wakiluli mwenye form tunaamini itakuwa kizuri. Kwa hiyo ndio problem yetu iko pale mbele. Naona timu kwa sababu hata ukiangalia Simba ndio timu pekee Tanzania haiogopi mpinzani. Una uhakika? Ndio timu pekee Tanzania. Fuatilia mchuano za international. Wameshakuya, amona timu hapa Tanzania hajakuya kucheza na Simba mkubwa. Kwa hiyo washakamata ubingwa wa Afrika. Wote wamekuya na Simba imecheza nao, tumekamata ushindi. Kitu gani ambacho niko na maanisha? Kwamba Simba pamoja na kwamba sisi tunao shida pale. Mpaka umeona Simba ina shida ya kufanya kitu gani? Ya kufunga. Ya kufunga. Ni kwa sababu Simba ilicheza ile match kwa kutafuta ushindi. Ilicheza ile match
kwa kufunguka kutafuta ushindi nyumbani, ila kuna matimu hapa ilicheza muda wote imekala nyuma, inafanya mashambulio ya kushtukiza huko nyumbani. Yani nyumbani wewe ndio unafanya mashambulizi ya kushtukiza, alafu unakuwa unasema timu yako bora kuliko Simba. Simba imecheza na Wydad. Wydad alienda hadi finali. Simba ilifunguka muda wote ikashinda hapa. Simba ilicheza na Ali hapa, muda tunamtafuta hivi tukashinda. Unacheza na timu Mamelo tu, unakala nyuma. Nyuma. Unapaki basi nyumbani. Unatoa draw, unaanza kushangilia. Una wakili. Peti, kuna watu baadhi wameniambia, leo nimejaribu kuzungumza na Kevo, shabiki wa Yanga. Nikamuuliza uhakika kama asilimia ngapi anaweza kumpa Simba kufuzu hatua ya nusu finali, ameniambia 35. Wewe kwako kama mwana Simba imekaa? Na ya kwake alisema ngapi? Timu yake. Yanga ni 50-50. Kwa sababu gani? Kwa sababu wametoa sare, bado wana nafasi, ni kama wanaenda kuanza upya. Ndio ni akili wao sasa. Unafurahia kukamata draw nyumbani na Mamelo. Mpira ya Afrika nyumbani ndo muhimu. Yani nguvu yote iko kwenye manyumbani. Sasa una draw na Mamelo, muda wote wako nyumbani, uwanja imejaa, unacheza nyuma. Sasa bora alitoa sare, bora alipoteza. Nakwambia hivi, mimi na yeye kama mimi sina nafasi, yeye pia ana nafasi. Imekaje? Kwa sababu yeye ana uwezo wa kushinda pale Pretoria. Basi mimi nikuulize hapo, wewe mwana Simba, unaipa asilimia ngapi Simba kufuzu hatua nusu finali? Mimi kwanza naongelea juu ya uzoefu yangu na wapi Ahli mwenyewe jinsi ambao nakutana naye, na pia Misri. Simba tali ukiongelea juu ya Misri, Simba tushazoea ile maeneo. Ali nishakutana naye zaidi ya mara 7 mpaka sasa. Katika hiyo mara zote Ali mimi nishamfunga 2, yeye amenifunga ngapi? 3, draw 2. Yaani ni kwamba mmecheza mara 6 kabla ya juzi. Mmecheza mara 6, mmeshinda wote mara 2 na yule kashinda mara 2 sare na kupoteza. Kwa hiyo mlikuwa hakuna mbabe. Matokeo ya juzi mtakubali waathiri na karibu zile rekodi zenu? Sasa ndio nasema kitu moja kwamba unaona jinsi ambayo hiyo marekodi ambayo ipo kwamba muzani ni balance. Tuko hivi. Muzani ni balance. Kwamba mimi na uwezo ya kufanya kitu gani? Ya kufanya kizuri. Na Simba ukiangalia hizi masiku ngapi kwenye mchuano ya kimataifa, katika zile match ambao walikuwa naamini Simba inatolewa, mwisho wa siku ilikuwa inafanya kizuri, japo siku kusogea. Tulicheza na Kaizer Chiefs akiwa alikuwa ni Orlando Pirates akiwa mwenye form. Nilimfunga goli moja, nikaenda kule kwake akanifunga goli moja, tukafanya kitu gani? Penalty. Nimecheza na Wydad ambao alienda mpaka finali. Nilimfunga hapa na kule akanifunga aggregate, mwisho wa siku penalty ndio ilifanyaje, iliamua. Au ni giant mama. Sio Malumo. Sio Malumo ameshuka daraja. Sio hata walishuka daraja. Sasa mpaka wewe journalist ujui hiyo timu iko wapi? Afu leo ndio useme eti mimi na record ya kushinda nje. Marumo. Hata wewe mtu anafuatilia kila siku maisha yako michezo, kila siku chakula yako mchezo, ujui Malumo iko wapi? Imetelemuka da. Leo useme ndio timu eti kwamba mimi napata ushindi sehemu yoyote. Lakini tumetoa sana Mamelodi, mchezo uko na pressure kubwa. Hapa una flare draw hapa nyumbani. Baada ya ushindi. Kwa kule kwa Madiba ni kichapo. Mechi ilikuwa wao kushinda. Wao ilikuwa wao washindi. Angalia hata jinsi ambao hata jinsi Mamelodi jinsi walicheza jamani. Goalkeeper muda wote anakaa anatulia, wanapigana mapasi ya nyuma. Na mabeki wanaenda wanatulia, wanaenda wanafanya kitu gani? Ulikuwa unaona wao wenyewe walikuwa wala haiwezi kufanya kitu gani? Kutafuta ushindi. Kwa hiyo maana hata ball position wao ilikuwa kubwa. Na muda wote hiyo ball position football walichezea wapi? Upande yao. Wanarudisha mpira nyuma. Wanapaki basi. Upande yao sio tu kupaki basi. Yaani waliamua kucheza mwenye zone yao. Kupaki basi maana yake ni kwamba wewe ndio unazuia. Ila wale waliamua kucheza mwenye zone yao kwamba sisi tunacheza. Wao ndio wanataka ushindi, watufuate. Wao ndio wako nyumbani? Watufuate. Hiyo ndio tunasema kucheza mwenye zone ya mpinzani. Kupaki basi wao unashambuliwa, wewe ndio umekaa unasubiri unazuia. Kwa Mamelodi walikuwa wazuia. Walikuwa wanacheza mwenye eneo ya kama walikuwa wanaona. Wakina Alende wanacheza tena anazunguka. Goalkeeper ya Mamelodi
ni kati ya wachezaji ambao walipiga pasi mengi kwenye mchezo wa juzi. Mchezo ya juzi. Kwa wao kitu ambao ile ndio kitu wao walikuwa wanataka. Kwa sababu wanajua Tanzania ni pagumu, ukifika Tanzania jana kufungwa. Sisi tunaenda Tanzania kucheza kukamata draw. Mwisho wa siku sasa yule ambaye alitakiwa ashinde yeye ndo anashangilia draw. Akili. Kwa hiyo nafasi ya Yanga kufuzu unaiona ama uione? Hamuna nafasi, sio tu ioni, haijulikani. Na tukiangalia hawezi mtoa Mamelodi, mimi ndo nakwambia. Hiyo ndo football. Hata iwe jinsi gani hauwezi toa. Na akimtoa tukufanyaje? Fanya kitu yote. Tukuchemshe supu. Wewe chemsha supu, uza na makongolo yangu kitu yote. Au nitatembea uchi mpaka miguu zangu zibanduke ngozi. Yanga tu akimtoa Mamelodi. Natembea uchi, nguo zangu shika wewe. Betina tukizungumzia tunakaa pembeni na nguo zangu mimi natembea hivi. Mpaka wapi? Mpaka mguu yangu muone imetoka ngozi. Kwa hiyo sipotoka hata mpaka Dodoma tunaenda. Hata ikiwezekana kuzunguka Tanzania yote tunaenda mama. Hawezi mtoa Mamelodi, hawezi. Na mashabiki wa Simba walilalamika kidogo Yanga kusafirishwa kwenda South Africa. Wao umelalamika pia? Kitu wa kwanza niseme kitu kimoja. Mimi hata ingetokea chance ya kwenda nisingeweza enda. Kwa sababu ambazo wa kwangu ziko nje ya uwezo wangu, nisingeweza enda. Ila kwa kitu ambacho kinatokea lini jana ile unaweza kuangalia ukaona kwamba kuna shida sema ambayo ilitokea. Kuna shida sema ambayo ilitokea, ile kitu ambayo ilikuwa serikali, kitendo ya serikali kutoa kusema kwamba tumefanya kitu gani, tumesupport Yanga kwa ajili ya kwenda kuangalia ile match ya kule. Wakati muda huo kuna timu tena ya Tanzania inayo match inasafiri pia. Inasafiri. Umekala kimya hujaongelea juu ya hiyo kitu. Unatemea juu ya nini? Lakini nimeona taarifa kwamba pia huenda Simba nao wakapewa nafasi ya kusafiri. Baada ya hizi makelele watu wanaongea. Kwa hiyo kilichofanyika hapo ni kitu gani sasa? Sasa ndio kitu ambacho ilifanyika ndio mnasema kwamba ukitumia lugha ukisema upendeleo utakuwa sawa. Maana kuna mmoja jana aliniambia kwamba mashabiki wa Simba mmebaguliwa. Inawezekana ikawa hivyo. Hapa sio mtu analilia kwenda kusafiri na kitu gani? Ila ya Yanga kusafirisha washabiki zao ama kulipia washabiki zao kiingilio waingie bure sio mara ya kwanza. Walipeleka Rwanda, kuna mtu aliongea. Sio tuliwatania. Walipeleka Algeria. Kuna mtu aliongea. Sio tuliwatania. Mbona sasa hivi mnatania? Sasa hii ya sahihi. Kwa sababu na kipindi ile mtu yana alifanya wakati wanaenda Rwanda ni timu ndio ilitoa hiyo support wakaenda. Watu wa Simba muda huo walikuwa na match Zambia, watu walitoa maila ya mfukoni, wakafanya kitu gani? Wakaenda. Watu wa Simba kana natania, sisi tunajilipia au napelekwa bure. Watu walikuwa wanaongea mautani ya Masimba na Yanga. Imetokea nani wa timu? Ile Algeria Yanga walikuwa finali. Mtu wa Simba si tulikuwa tushatoka robo, japo ni mchuano mkubwa kuliko ile ambao walikuwa. Huwezi ongea. Unaona tena ndo zaidi kwanza unapongeza serikali kwamba imefanya kitu gani, imesupport na vitu ambavyo iko timu ingia mwenye mchuano ya kimataifa, imesupport watu waende wakatoe masupport. Imekuja hii wote wako level hii unatoa upande mmoja, maana yake ni kwa ni upendeleo. Ndo maana yake. Maombi yenu sasa wanaongea wanasema kwamba eti si tuliomba nyamjaomba kitu gani hivi. Sikukuu ndio imefika, mtoto wako huyo akasema niletee nguo mpya. Kwa kweli mwingine hajaongea, pengine alisahau au vitu gani, usimuletee kwa sababu seti wewe hujaomba, itakuwa sawa. Ukimupa nguo mpya na unampatia nguo mpya. Kwenye hili kikweli hasa naibu waziri mwana FA kikweli katika hili waangalie na iko naweka ukifanya kitu huku fanya na huku. Yaani kama watoto mapacha. Tusiende mbali. Angalia jinsi ya kucheza
kutumia uwanja ya Mkapa ilifungiwa. Simba ilikuwa inahaa mpaka wakasema itaenda Zanzibar, match ya kimataifa. Yanga waliomba hii match, ndio taarifa ya kwanza ilitoka na wakakubaliwa kutumia, ndio wakacheza match na Mamelo. Before hii ya nyuma wakacheza haya Simba ile ambao na sisi alivyopewa ruhusa na sisi tukaruhusiwa, ukitoa huko na kutoa. Sasa tunaona kwa sasa kilio ya watu sio kwamba eti mtu labda kwamba sio kitu gani, labda tamaa, lakini ukitoa huko toa na huko, ukitoa huko toa na huko, kama haiwezekani acha. Kwa sababu gani? Washabiki wa hizi matimu Simba na Yanga hawajashindwa kusafiri. Simba imesafiri na washabiki 17 leo wameenda. Wamejilipia $1,200. Zaidi ukiingiza na matumizi na manini karibia $2,000 kila mtu ametumia. Milioni 5-6 kwenda wapi? Si wameenda. Upande ya pili washabiki ambao wanataka kwenda South. Je, wasingeenda? Wangeamua kwa ila wao. Si wangeenda. Je, angetokea mtu angesema hivi serikali inaangalia tu matimu, watu wanasafiri, serikali haisupport. Mtu angeongea? Mtu asingeongea. Kwa sababu hii kitu haipo mwenye sera, labda useme ya serikali kwamba lazima isupport matimu kwenye vitu gani? Kusafirisha washabiki. No. Peti tuangalie matimu. Uzuri sasa hii matimu ya Simba na Yanga. Mashabiki sasa wako kila kona. Simba leo atoke aende kucheza England. Mashabiki wa Simba England wako utawakuta. Itoke twende tukacheze wapi? Utakuta tu. Iwe South, Misri. Karibu sana. Peti, matamanio ya Simba wengi ni kuona timu ikifuzu hatua ya nusu finali. Kwa mara ya kwanza, mmekuwa misimu minne mmeshindwa kufuzu nusu finali. Kwa matokeo yaliyopo, nyie mnatamaniaje? Mfano mkiona sasa kwa sasa hivi mmeweza kutolewa. Hata Tanzania yote kuona timu ya wapi ya Simba inani. Mimi na rafiki yangu ni mtu ya Yanga sana. Mtu ya Yanga sana. Ni Mkongomani, ndugu yangu moya. Siku Yanga na Simba imefuzu, hii imeingia huku robo ikiwa imetoa timu 2. Yeye akasema nimefurahi sana. Tanzania imepeleka matimu 2. Kwanza inapeleka mbali soka ya nchi, natangaza nchi. Pia hata value ya wachezaji pia inakuwa juu. Sasa kila mtu anataka kujua Tanzania panao nini? Wameleta matimu 2. Misri timu moja, Morocco timu moja, timu moja. Kote kwa wameleta timu hii, lakini huku Tanzania matimu 2. Kwa value inafaa kitu gani? Kwa hata mimi natamani kuona kwa Simba pia tunaenda. Hao wengine watajua wenyewe. Kwa pressure yenu kwa mashabiki imekaje? Sisi kiukweli sasa hivi sio watu ya pressure tena na hizo mchuano. Kwa sababu tunajua utamu, tunajua uchungu ya international. Sasa hii tuna kiu, sio tena pressure. Kiu yetu ni nusu finali. Na kuelekea katika mchezo huu, ombi lenu kwa wachezaji ambao wanaenda kuwakilisha pamoja na benchi la ufundi likoje? Kufuata maelekezo ya mwalimu. Mchezaji mzuri ni yule ambaye anafuata maelekezo ya mwalimu. Huyo ndio mchezaji mzuri. Mchezaji mzuri sio yule ambaye anajua kupiga chenga. Mchezaji kizuri ni yule ambaye anafuata maelekezo ya mwalimu. Mwalimu akisema kwamba nataka ukivuka eneo la mpinzani ongeza speed, alafu wewe ukaongeza speed, huyo ndio mchezaji kizuri. Lakini wewe ukivuka eneo la mpinzani au ongeze speed, huyo mchezaji sio mzuri, mwisho wa siku ndio kutoa anatolewa. Naomba tu wachezaji wafuate maelekezo. Benchika ni kati ya walimu bora Afrika. Bora Afrika. Manake sasa ile ubora wake sio kwa sababu anavaa kofia anapendeza, sio kwa sababu ni mtu nyeupe, ni kwa sababu ya mbinu wake ambao yuko nazo kama mwalimu. Akifuata ile, tukiongeza na madua yetu wana Simba, ushindi ipo mama Witness, journalist ya TV Stili. Basi mimi niwatekee kila la heri. Merci mingi.